Hapa kuna fumbo lingine la ajabu lililopatikana katika tofauti za Injili za Sinoptiki. Unavyoendelea kukua, ukitambua kwamba Mathayo, Marko na Luka wanazungumza na makundi matatu tofauti ya watu, na kwamba wa mwisho watakuwa wa kwanza na wa kwanza watakuwa wa mwisho. Ukitambua kwamba Luka, Mark, Mathayo ndivyo mambo yatakavyokuwa mwishoni, kwamba tofauti hizi ndani ya injili zao zinafunua unabii. Wacha nikuonyeshe lingine. Katika Injili ya Luka sura ya 23, Yesu alipokuwa anaenda msalabani, tunaona walimvika vazi la fahari. Inamaanisha jeupe, linalong'aa, zuri na angavu. Inasikika kama gauni la harusi ya bibi harusi. Lakini katika Injili ya Marko inasema walimvika Yesu vazi la rangi ya zambarau, na katika Mathayo inasema alivikwa vazi la rangi nyekundu ya damu. Sasa kwa nini kuna tofauti hizi? Je, ni kwa sababu watu walikuwa hawaoni rangi vizuri? Mashaka hapana. Kuna fumbo la unabii ambalo ni ufunuo wa mwisho wa nyakati ndani yake, na ukienda kwenye Ufunuo sura ya 19 utaona kwamba bibi harusi wa mwanakondoo anapotayarishwa amevikwa vazi jeupe, na ni lile vazi la fahari jeupe linalozungumziwa katika maelezo ya Injili ya Luka. Sasa vipi kuhusu rangi ya zambarau na nyekundu iliyopatikana katika Marko na Mathayo? Tazama, inapatikana katika Ufunuo sura ya 17. Katika sura ya 17 tunaona mwanamke akimpanda mnyama wa dhiki, na amevaa zambarau na nyekundu sawa na ilivyoandikwa katika Mathayo na Marko. Kwa nini hivyo? Kwa sababu Luka ni kabla ya dhiki na atakwepa mambo haya yote kabla hayajatokea, na Marko na Mathayo watakuwa na sehemu yao katika dhiki ya mihuri na tarumbeta. Ili kujifunza zaidi, tutembelee katika ministryrevealed.com. Kwaheri kwa sasa.